Kwenye video hii utamsikiliza Wema Sepetu akisimulia jinsi ambavyo aliweza kutongozwa na Diamond Platnumz, jinsi ambavyo aliweza kukutana na vitu kama hivyo. Kuna mengi ambayo ameweza kuzungumzia, lakini kiufupi amefichua jinsi ambavyo Diamond Platnumz aliweza kumpata yeye Wema Sepetu na mpaka mahusiano yao yakaweza kuanza. Kwa hiyo anasema kwamba baadaye hata mwenyewe ilikuja kama surprise pia, kwa sababu ilikuwa katika namna ambayo hakutegemea kabisa. Hata mwenyewe anaweza kukushangaza, kwa sababu sidhani kama kuna watu ambao walikuwa nafikiria kwamba Wema pamoja na Diamond Platnumz walikutana kwa namna ambayo Wema anaenda kusimulia kwenye hii video hapa. Sasa kabla sijakuwekea umsikilize Wema Sepetu hapa alichokuwa akizungumza, naomba nikukumbushe muda wangu, kama ulikuwa bado haujasubscribe basi haujachelewa sana. Tazama chini hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Fanya tu kulibonyeza mara moja tu ili kuwa kwanza kabisa kupata video mpya pale ambapo nitakuwa nakuletea kuhusiana na wale mastaa ambao wewe unawakubali sana, lakini pia like video, kisha kwenye sehemu ya comment hapo utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho Wema Sepetu anaenda kukizungumza hapa. Sasa alizungumza sana sana kwa lugha ya Kiingereza, na najua kuna baadhi ya watu ambao lugha ya Kiingereza kidogo inaweza haipandi. Msikilize, alafu mimi nitakuja kukuwekea sawa kwa Kiswahili hapa in case ukawa hujaelewa kile ambacho Wema Sepetu anakizungumza hapa. Enjoy. How me and Diamond met. Yes. Okay. Me and my ex-boyfriend met through Facebook. Yes, I was in the United States to start my life there. Then fortunately or unfortunately, yes, I went to the States and I was there for a year. And actually he made me come back to Tanzania. We started chatting through Facebook, and bam, we found ourselves so deeply in love even before we met. We'll be all night. Woohoo! Then what happened? No, he asked how we met. Why are you trying to elongate the question? Okay. He only asked how we met. Okay. Yes. So that's it, honey. Kwa hiyo yani Wema sasa hapo ndo story inaishia. Ngoja sikia nikwambie, unajua unaweza kufeli mtihani. Okay. Mtihani wakikwambia fill in the blank. Sasa unajua hii hadithi lazima tuielewe Wema. Umerudi umekaa drunk in love. I saw bad. Nikanywa supu yangu nzuri sana ya pilipili na ndimu nyingi. And then bas. Sasa bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa Wema Sepetu. Kwa Kiswahili cha kawaida hapo alichomaanisha Wema Sepetu hapo ni kwamba kwanza anasema walitongozana kupitia Facebook. Huko ndiko ambako mahusiano yao yalianza. Ni kifupi Diamond alimchekigi Wema Sepetu hivyo, na kipindi hicho Wema Sepetu alikuwa Marekani, alikuwa na ameenda kwa ajili ya kukaa kama kwa mwaka mmoja hivi. Yes, kwa sababu Wema Sepetu kipindi hicho alikuwa ni mtu fulani wa kusafiri sana. Na anasema kwamba kipindi hicho Diamond Platnumz ndiye ambaye alimshawishi Wema Sepetu kurudi Bongo kwa ajili ya kwamba waje kuanza maisha, na akajikuta tu no way akarudi. Na alipofika Bongo anasema kabla hata ile pale hawajatongozana face to face, hawajakutana kabisa direct, basi kila mmoja akajikuta amefall in love na mwenzake. Ndivyo ambavyo mahusiano yao yalivyoanza. Sasa kitu kimoja hapa ambacho natamani kufahamu kutoka kwako, wewe ulikuwa unafahamu kuhusiana na hiki ambacho Wema Sepetu amekisimulia hapa, au ndio mara ya kwanza kufahamu, na unadhani labda ni kawaida au ni kitu cha kushangaza kidogo kutokana na kwamba ulikuwa unajua pengine walikuwa ni mastambo walikutana kwa namna tofauti? Comment yako ikihusika hapo chini, komentisha sana, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.